mgeni rasmi, mkurugenzi wa VETA kanda ya Ziwa. Pamoja na huduma na mafunzo ya ufundi ndani ya chuo chetu, taasisi pia Profesa Mwela Foundations inashughulika na huduma mbalimbali za kijamii. Namba moja, mpango wa kusaidia vijana wa Tarime kusoma chuo bure, na mpango huu ulianza kuanzia mwaka 2019 mpaka 2025 na zaidi ya vijana 5,000 wamenufaika na mradi huu, na sasa tumeongeza muda kutoka 2025 mpaka 2030. Namba mbili, mpango wa kusaidia wasichana waliokatisha masomo sababu ya ujauzito kusoma chuo cha Tarime Vocational Training College bure, na mpango huu ulianza mwaka 2023 na utaendelea mpaka 2025. Mpango huu ulizinduliwa na manager wa Activate kanda ya Ziwa. Namba tatu, kutoa tuzo mikoani kwa halmashauri pamoja na viongozi na wanafunzi wanaofanya vizuri katika mitihani ya kitaifa hapa nchini. Lakini sambamba, namba 4, kuhamasisha vijana wa shule za sekondari na msingi kujiunga na vyuo vya ufundi baada ya kuhitimu, na tumekwisha tembelea zaidi ya mikoa 18 ya Tanzania bara. Namba 5, kutoa mafunzo ya wanafunzi wafanyakazi katika sekta ya utalii. Namba 6, kuhamasisha utalii wa ndani. Namba 7, kutoa elimu ya ujasiriamali kwa vijana na akina mama. Namba 8, kuhamasisha watoto wa kike juu ya umuhimu wa elimu Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yangu naitwa ASP Hamisi Wembo, ndiye mkuu wa usalama barabarani Tarime Rorya. Ndugu yangu Ezbon, mimi nichukue nafasi hii kwanza kukupongeza sana. Kimsingi hata mimi nimefaidika sana na chuo chako. Na kama hivyo hapa wanafunzi 44 wanatoka wamefaulu kozi mbalimbali, na tunategemea watakuwa na mafanikio makubwa sana, kwa sababu hata wao wanasifia sana elimu inayoendelea kutolewa hapa chuo. Kwa hiyo nikupongeze sana 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 kwenye hilo. Hata mimi nimeshawishika, mtoto wangu akimaliza nitamleta hapa. Lakini pia nichukue nafasi hii, lakini kama alivyosema, mimi ni mdau wa usalama barabarani. Kwa kozi mbalimbali mlizozipata za driving, niseme karibuni kwa ajili ya huduma ya leseni. Lakini pia taomba nafasi ya kuja hapo, na watu wengi hapa ambao wanahudumiwa, taomba nafasi ya kuja kutoa elimu ya usalama barabarani. Niseme kitu kimoja, naomba mwende muwe chachu ya mafanikio mahala pale mtakapokuwa, popote pale katika nchi yetu ya Tanzania. Naomba mwende muwe chachu, maana mmesoma, mwende msaidie jamii yetu kufanikiwa katika hatua mbalimbali, na wewe mwenyewe ukifanikiwa. Lakini hayo yote hayatatokea mpaka umjue Mungu. Amina wapendwa. Maana Biblia inasema mjue Mungu sana ndipo mema yatakapo kujia. Kama umjui Mungu, basi mema hayapo mbele zako. Mtangulize Mungu, muamini Mungu kwa kila jambo, alafu kingine jiamini mwenyewe, alafu jikubali kwenye maeneo yote yale. Mwisho kabisa niseme asante hata kwa RTO aliyekuwa mahala hapa. Mumtumie huyo bwana. Serikali yetu tukiitumia ya baraka sana. Huyo bwana ana namna mbalimbali, anaingilika sana. Ezbon ni mtu ambaye kidogo basi amerithi baba yake ni mtu ambaye kidogo pia anajua kushika viongozi, na ukishika viongozi basi umekubarika. Kwa hivyo tumuombe kwa Mungu, chuo chetu tukiombee, na sekondari yetu iombee. Mungu aipe kibali. Zaidi ya yote natamani mfanikiwe masomo ya haya mnaokwenda kufanya mitihani hii, natamani mpate AA kwa jina la Yesu. Kwa hiyo lengo kubwa tunapita kuhamasisha vijana kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Hatuamini katika kumpatia samaki kijana, ataila, itaisha, kesho atarudi kwako, atakuja atakuomba. Tunaamini katika kumpatia ujuzi, mbinu ya kuvua samaki. Ukimpa ujuzi, akienda sehemu yoyote, akienda hata Mtwara ataishi, akienda Arusha ataishi, kwa sababu atakuwa ana maarifa
ya kutafuta chochote kile kiweze kumkizi katika kuendesha maisha yake. Kwa hiyo ufundi stadi ni sehemu mojawapo ambapo inawapa vijana fursa. Sambamba na hilo, nilikuwa naangalia takwimu, karibia zaidi ya 77% ya eneo la dunia halijatumika, liko wazi. Lakini ukija hizi 23% ambazo zimekwisha tumika, asilimia kubwa imependezeshwa, kazi kubwa imefanywa na mafundi. Hata sisi wenyewe hapa tulipo, nguo hizi tulizovaa tumependeza sana, hizi zimeshonwa na mafundi. Chakula leo baada ya hapa tutakwenda kula, chakula kimepikwa na mafundi. Viti, meza vimetengenezwa na mafundi. Majumba yote tunayoishi, nyumba za kawaida, gorofa. Kwa hiyo tunaposema VETA au fundi stadi, tunaitikia fursa kama zote. Maana bado tuna fursa nyingi, tuna nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya kazi na kujaza ile 77% ambayo bado haijajazwa. Kwa hiyo tunaona bado tuna fursa nyingi mno. Kama mnavyotambua, juhudi za serikali ya awamu ya 6 ni kujenga na kuhakikisha vyuo vya ufundi stadi vinatapakaa Tanzania nzima kwa ngazi mbalimbali. Kwa hiyo hizo ni jitihada za serikali yetu. Tunaipongeza sana rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa shupavu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umeapa uzito unaostahili mafunzo ya ufundi stadi, hivyo kuipambanua awamu ya 6 ya uongozi kuwa ya kipekee katika kujali suala la kuwapatia Watanzania ujuzi wa stadi za kazi kwa kuweka mazingira wezeshi na rafiki kwa taasisi za umma na binafsi katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Tunaishukuru sana serikali. Kati ya jitihada zilizofanyika ni kuhakikisha vinajenga vyuo vya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika ngazi zote kama nilivyosema za mkoa na wilaya. Hata hivyo, kutokana na uhitaji mkubwa uliopo na katika kuendeleza ushirikiano na sekta binafsi, serikali inaendelea kuunga mkono juhudi za vyuo binafsi kama hiki cha Tarime katika kuchangia maendeleo ya taifa kupitia wahitimu walioandaliwa na kupewa ujuzi unaowawezesha kutengeneza ajira mbalimbali za kazi. Nimefurahishwa sana na mandhari tulivu ya chuo hiki kama mnavyopaona. Ninawapongeza sana kwa upandaji na utunzaji wa miti, na nawasihi kuendelea kutunza mazingira na kuyaboresha. Unaona kijani hapa Hongereni sana. Kutokana na risala niliyosomewa, kati ya mambo yaliyotajwa ni historia fupi ya chuo na maelezo juu ya maendeleo yake, ambapo nimebaini kuwa chuo hiki kimepiga hatua kubwa tangu kuanzishwa kwake, kwani kimetoa ujuzi na kwa takriban wanafunzi zaidi ya 5,000 ambao ninaamini huko waliko wameweza kujiajiri au wameweza kuajiriwa au pengine wameajiri wengine. Wito na rai yangu kwenu wahitimu, mkumbuke kwamba mnategemewa na wazazi wenu na wako hapa, walezi wenu, jamii na serikali, kuwa mafunzo mliyoyapata yatawasaidia sana katika maisha yenu ya sasa na ya baadaye. Kwa watakaoingia katika ajira isiyo rasmi, ni vema na ninawashauri kuunda au kujiunga na vikundi vidogo vidogo ili kupata mikopo. Ipo mikopo katika jamii yetu na serikali inatoa mikopo kwa vikundi. Basi nawasihi mkajiunge ili msibaki hivyo, bali muendelee kutekeleza ile ambayo mmejifunza. Ni wazi serikali ya awamu ya 6 ni rafiki kwa vijana, ambao ni moja ya makundi ambayo yanawezeshwa kwa kupewa mikopo. Hatua hiyo ni muhimu kwenu na mnaweza kujikuta mnamiliki makampuni makubwa. Shukrani zangu za dhati na mahususi
inazitoa pia kwa taasisi ya Profesa Mwera Foundation kwa kubaini mipango yake ndani ya jamii kama ilivyobainishwa na mkuu wa chuo, ikiwa ni pamoja na kusaidia wasichana waliokatishwa masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo kupata ujauzito. Hongereni kwa juhudi hizi za kuwajengea uwezo wasichana, na niwasihi wazazi wote kuchangamkia fursa hii, kwani tukumbuke kuwa ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima. Kwako mkurugenzi wa chuo hiki, nakupongeza sana kwa kazi nzuri ulioifanya kwa kipindi chote cha miaka 11 katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Uwepo wa taasisi yako hii ambayo inafanya shughuli nyingi kama ilivyoelezwa na mkuu wa chuo ni wa tofauti ambao unapelekea chuo hiki kuwa cha kipekee. Hongera sana. Kwa wazazi na walezi, chuo hiki kwa takriban ya miaka mitatu kimeweza kuwalea vizuri vijana wetu ama vijana wenu, na nina imani watarejeshwa kwenu wakiwa salama na wenye mabadiliko chanya ya ujuzi. Hivyo nalo jukumu la kulinda na kuyaendeleza mafanikio hayo walioyapata. Kwa wahitimu 44 mlioko hapa, nachukua nafasi hii kuwataka wahitimu wote mzingatie na kuyapa uzito unaostahili mambo muhimu yakiwemo mliojifunza katika kipindi chote mlichokuwa chuoni hapa. Mtambue huko mwendapo ni zaidi kuwa mabalozi wazuri. Kwa majina naitwa Fabian Jackson Mlashan, ni mhitimu hapa chuoni Tarime Vocational Training College, na ni mwanachuo. Nimehitimu katika ngazi ya certificate mwaka wa 3 katika kozi ya Motor Vehicle Mechanics. Kupitia kozi hii katika chuo hiki nimeweza kupata ujuzi wa aina mbili, kwa maana ya ujuzi wa vitendo na ujuzi wa nadharia. Yes, lakini pia mbali na hayo nimeweza kupata ujuzi mwingine wa ziada ambao ni ujuzi wa computer application katika program zote na ujuzi wa driving na leseni pia. Lakini pia mbali na hayo, hivi vitu ni kwamba vitaenda kunisaidia pale baadaye nitakapokuwa mtaani kule, ambapo vitanisaidia katika njia, inaweza zikawa njia tofauti kupitia kujiajiri ama kuajiriwa. Lakini according to kozi yangu hii ya Motor Vehicle Mechanics, naweza kujiajiri hata kama nisipopata ajira nikiwa mtaani, naweza kujiajiri mwenyewe kwa sababu vifaa na vijua, kila kitu nakijua, lakini pia kutengeneza najua. Kwa namshukuru Mungu katika ngazi hii niliyoifikia siku ya. Asante. Kwa majina naitwa Tulizo Kateba Mwandobelo na ni mhitimu mwaka wa 3, nasomea kozi ya secretary na waziri, yani secretary. Pia kwa hapa nilipofika kipindi nilikuwa level 1, nilikuwa natamani nijue vitu, lakini nikajua kompyuta, nikajua jinsi ya kuendesha gari. Hata sasa hivi naweza nikaenda kutafuta leseni na maisha mengine yakaendelea. Na pia napenda kuwashauri wale ambao wamesoma labda huko wameenda form 6 wakaenda chuo degree, kwa sababu wale mara nyingi wamesoma kwa nadharia, lakini sisi hapa tunasoma nadharia na vitendo. Sasa ukienda huko makazini, ile nadharia tunaacha pembeni, tunafuata vile vitendo. Sasa nawashauri kwamba nao kama walivyosoma huko degree labda hawakupata ile mafunzo kwa vitendo, wanaweza wakarudi VETA hapo wakaendeleza tu wakasoma wakapata kitu. Na hata nikienda mtaani naweza kujianzishia kwa ofisi kama maisha yakaendelea, kwa sababu kikubwa nina ujuzi na nimeshaelewa.